Nitajitahidi kufanya hivyo. Yapo mambo machache ambayo yamejitokeza yanahitaji niyatolee majibu. Nianze na la kwanza ambalo ni swala la uelewa tu, ambalo Mheshimiwa Mkamia alionyesha mshangao hapa kuniona mimi niko pamoja na huyu msanii kwa jina la Roma Mkatoliki anayedaiwa kutekwa pamoja na wenzake watatu siku chache zilizopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati namsikiliza na mimi Mkamia Dar es Salaam, nilikuwa na kundi kubwa la waandishi wa habari, nao walikuwa wanamshangaa. Kwa nini anashangaa? Kwa sababu mkuu kiongozi kwenye wizara hii anaelewa kabisa idara ya habari maelezo ni wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Kwa hiyo ni ofisi yangu ile, na hivi karibuni tumehamia Dodoma, makao makuu ya wizara yako pa LIPF. Nikiwa Dar es Salaam mjini, ofisi yangu iko maelezo. Sasa mtu akinikuta maelezo nimemfuata yeye au yeye amenifuata? Sasa ni vitu ambavyo vieleweki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kijana huyo alipokuwa amepotea, mimi ndio nilikuwa napigiwa simu na ndugu zake na waandishi wa habari. Hakupigiwa Mkamia au mtu mwingine, napigiwa mimi. Mimi ndio mlezi wa hii sekta. Sasa na mimi nilikuwa nahangaika na polisi, huyu kijana kaenda wapi? Ni vitu ambavyo katika taifa hili hatujavizoea. Sasa huyu kijana anakuja kuniona ofisini kwangu, kinakuwa kioja tena. Amekuja, nimekuwa na mkutano naye for 1 hour ofisini kwangu, lakini yule kijana ana picha tofauti kabisa kuliko ramli ambazo zinapigwa huko nje na humu ndani ya bunge. Amekuja ananiambia, aliyeniteka mheshimiwa, naomba tu upelelezi ufanyike in detail. Kuwa na bastola haina maana mtu lazima atoke serikalini, mara bastola kila mtu anazo. Lakini alichoomba tu, tafadhali naomba upelelezi ufanyike wa kina. Kwa hiyo mimi niliona lazima nimsindikize, ni swala ambalo ni topical nchini. I'm the minister responsible, ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanaacha kupiga ramli, tunapata ushahidi wa kutosha, ndio upelelezi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tu niseme kwamba sasa hivi sera ya wizara ni constructive engagement na vijana hawa wasanii. Niseme ndio maana wiki iliyopita alikuja kijana wetu Nei wa Mitego. Sasa akaja ofisini kwangu, sasa mtaka sio nimkimbie nikae kwenye mgahawa, na mkaribisha ofisini kwangu. Ndio hicho. Wiki ijayo nakaa na Diamond. Ni kijana ambaye nimeona wana mfumo mzuri kweli wa haki miliki wanaoendeshea pale katika mfumo wao. It can be used hata katika nchi nzima kwa wasanii wengine. Sasa ukinizuia ukutane nao wewe ili ufanye naye nini? Sasa Mheshimiwa amenipa muda mfupi sana. Kuna swala limejitokeza la lugha za alama. Ni Mheshimiwa Ikupa na Mheshimiwa Mole wameliongelea hili. Mheshimiwa, ni kweli kabisa TV zetu bado hazijaanza kutoa huo msaada. Kwa kweli si kitu kizuri sana, kwa sababu hata Mheshimiwa Waziri Mkuu amelikazania hilo swala. Tuna TV kama 9 hivi nchini hapa, ukiachia zile za cable, na zote zijaanza. Na Mheshimiwa, tatizo hapa ni gharama tu, kwamba ukianza kutumia ukalimani lazima uwe na wakalimani kwa siku sio chini ya 4 siku nzima. Lakini tumeshaanza, naomba kuhakikishia Mheshimiwa Mwenyekiti, majadiliano kwamba angalau kwa taarifa za habari tu, na mimi sitaki nishinikize TV binafsi kabla sijaanza kuhakikisha kwamba TBC inaonyesha mfano yenyewe katika hili swala. Lingine, Mheshimiwa Kapufi ameongea swala la muhimu sana hapa, kwamba hebu tuachane na mipango ya zimamoto katika michezo, tuwe na mipango endelevu. Na kubaina kabisa Mheshimiwa Kapufi, kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa muda mrefu sana nchi hii, ni miongo zaidi ya 3 tumekuwa tunalegalega kwenye michezo. Kwa kweli hakukosea baba yetu mzee wetu Ali Hassan Mwinyi kusema tulikuwa kama kitu cha mwenda wazimu, kila mtu alikuwa anakuja kujifunzia kunyoa hapa. Lakini yote ni kwa sababu tulikuwa hatuamini katika maandalizi ya kutosha, tulikuwa hatuamini katika hilo. Na sasa hivi tumebadilika. Naomba niliseme hilo Mheshimiwa Mwenyekiti, na ndio maana sasa hivi tunaweza kujivunia hata katimu kama Kaserengeti kwamba inawezekana kabisa, possibility ni kubwa kakarudi na kombe la dunia hapa nyumbani, kwa sababu ya malezi. Wamelelewa vijana kutoka wakiwa na umri wa miaka 12, 13, 14, 15.
sasa hivi ni under 17 na hao ndio under 19 watakao tuchezea baada ya miaka kadhaa, lakini timu nyingine imeandaliwa sasa hivi kuziba nafasi yao. Tumejifunza hilo kwamba tunahitaji kwa kweli kuandaa hizi talents, na wenzetu wanatumia academies, lakini sisi kwa uchumi wetu, lakini vile vile kutokana na sera zetu tu vile vile kwamba tunahitaji kila kijana apate opportunity. Sisi tumeamua, tena nashukuru sana TAMISEMI, mheshimiwa upo hapa mheshimiwa waziri, kwamba tutumie people's academies ambazo ni shule zetu hizi za msingi na sekondari hizi, na ndio maana mwaka huu mheshimiwa waziri mkuu amesisitiza lazima tuende na michezo ya UMISETA, michezo ya UMITA-SHUMTA. Na juzi nimekwenda kupokea kifimbo cha Malkia kuelezea tu kwamba kuna michezo next year ya Commonwealth ambayo tunafanya vibaya. Can you believe, toka Philbert Bayi avunje rekodi ya dunia miaka 43 bado tuko tu chini sisi. This time tutakuja na medali wa Tanzania kwa sababu tumeanza maandalizi sasa, tumeanza tena ya nguvu kweli kweli kwa ajili ya michezo hii inakuja. Mheshimiwa mwenyekiti, uliniomba nikuachie dakika chache, naunga mkono hoja.